ukiuona unakutia nguvu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Ukiuona unakutia nguvu. Unajua kumbe jana nilianguka, kumbe kuna nafasi ya kusimama tena. Wewe unajitia moyo kwa Bwana, maisha yanaendelea. Sio lazima watu wakutie moyo, lakini neno la Mungu linaweza kukutia moyo. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mtu mmoja alichukua stika, ni mfanyakazi wa serikali. Akasema mimi nilimwomba Mungu niweke wapi ili niwe nalisoma kila mara. Anasema ghafla nikasikia moyoni nibandike kwenye notebook yangu ya ofisi. Akabandika pale kwenye notebook yake ya ofisi ambayo ina ratiba yake ya kila siku. Kwa kila kabla hajaifungua kila anaona neno nasema tena. Kila anaona neno nasema tena. Kila mara anatupa ushuhuda anasema kwa kweli nimekuwa na nguvu kwa Bwana. Haleluya. 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 Kwa hiyo ujumbe huu, kwa sababu umetengenezewa vitu vingi vinavyoweza kukupa kukumbuka, vinavyoweza kukupa kujitia moyo kupitia hilo neno la Bwana. Viko hivyo vya namna hiyo. Kuna huo wimbo, kuna hizo stika, lakini kuna hizo t-shirt ambazo kwa kweli na watu wengi nimepata nafasi ya kuzipata, pamoja na kwamba zimeisha, zimebaki nafikiri mbili tu ndio zilizobaki. Lakini mliopata nafasi ya kupata si kwa sababu tu tunaweza kuzifanya kuwa mtoko. Ni muhimu ukajua kwamba hiyo t-shirt ni ujumbe. Thamani yake ni kwa kama bodi hii, lakini thamani yake ni ujumbe wa mwaka. Amen. Msije mkaanza kupigiana simu, tuvae ili tutoke, sio mtoko. Hii ni t-shirt ya ujumbe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Ni si mbaya, sio dhambi, lakini ni t-shirt iliyobeba ujumbe. Ni t-shirt kama t-shirt nyingine, lakini hii tofauti yake ni kwamba imebeba ujumbe wa kukutia wewe moyo, kusababisha usogee mbele. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Tusogee kidogo. Angalia kitabu cha Isaya sura ya 40. Kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 31. Isaya 40:31. Isaya 40:31. Nakusomesha kitu kichache tu, halafu tupate muda wako. Isaya 40:31. Anasema hivi: bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kama bawa, kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatasinzia. Hawa ni wakina nani? Tukasema hawa ni watu wanaomtegemea Mungu kwa imani. Wanaomtegemea Mungu kwa imani. Wanaomtegemea Mungu kwa imani. Unaweza kumtegemea Mungu lakini sio kwa imani. Lakini hawa ni wale wanaomtegemea Mungu kwa imani. Wanamtegemea Mungu kwa uvumilivu. Wanamtegemea Mungu kwa utii. Kwa utii wanamtegemea Mungu hawa. Ama anasema bali wao wamngojeao Bwana, maana sio wote, lakini wamngojeao Bwana. Wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wanapata nguvu mpya. Wanaomtegemea, wanaomtazamia kutokea katikati ya njia zao, kutokea katikati ya maisha yao, hao wanapata nguvu mpya. Lakini wanamtegemea kwa imani, wanamtegemea kwa uvumilivu, wanamtegemea kwa utii. Kwa utii hawa watapata nguvu mpya. Lugha ya kumngojea Bwana haimaanishi unakaa tu bila kufanya chochote. Hapana. Lugha ya kumngojea Bwana hapa inamaanisha unapomngojea Bwana unaishi kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Amen. Unapomngojea Bwana unaishi kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Mungu anatoa nguvu zisizoisha. Anatoa nguvu zisizoisha hasa pale nguvu za kibinadamu zinapokoma. Nguvu za kibinadamu zinapokoma. Lakini sio tu zinapokoma. Mahali ambapo ulitarajia mtu akutie moyo, hajakutia moyo. Mahali ambapo ulitarajia mtu atokee katikati ya pito lako na atokee. Sasa ndipo Mungu anapotokea na kukutia moyo. Ndipo Mungu anapotokea na kukusaidia. Anapotokea kukupa nguvu zinazokusababisha kuendelea mbele licha ya changamoto nyingi tunazokutana nazo. Mungu analeta nguvu